na vile taifa letu la Kenya. Na waumini wa kanisa Katoliki kote ulimwenguni wameadhimisha Jumatano ya Majivu kwa kuhudhuria ibada za misa takatifu na kupakwa majivu kwenye paji la uso kama ishara ya unyenyekevu wa binadamu. Jumatano ya Majivu huashiria mwanzo wa kipindi maalum cha Kwaresma kwa siku 40 za sala, toba, kutafakari, kujinyima na kusaidia wasiojiweza katika jamii. Kilele cha Kwaresma ni sikukuu ya Pasaka, huku Wakatoliki humu nchini wakihimizwa kuombea taifa, haswa wakati huu ambapo joto la kisiasa linaendelea kupanda. Wakati unapoomba, wakati ambapo unajinyima na kuwakumbuka maskini, you touch the heart of God. Lazima ziandamane prayer, fasting and alms giving. Ni muda wa kujua kwamba tusipigane, ule umoja unakuja na unaonekana vyema siku ya leo na siku zingine. Na kufunga sio chakula tu, kama vile Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kufunga pia maneno yetu. Sio kuwaumiza wengine, sio kuwadharau wengine, sio kuwahukumu wenzetu na jirani zetu. Kwaresma inakuwa ni nafasi ya kurudia Mungu na wenzetu. Swali ambalo tunafaa kujiuliza ni nini kimesababisha uovu kukithiri katika jamii? Jambo kuu zaidi kwamba tumesonga mbali na Mwenyezi Mungu. We drifted far away from God. Kwa kila Ijumaa tunafaa kujifunga, hasa kwa kula nyama, lakini pia tuweze kusali na kutembea na Yesu katika njia ya msalaba. As much as tunaendelea kuomba, tuweze kuona ya kwamba kama taifa, kama jimbo la Machakos, kama our sub counties na hata our family level, na pia sisi wenyewe tuweze kungeuka kwa sababu ya hiki kipindi. Ni kipindi speciali. Maisha ya Kwaresma, Quadragesima, ni wakati ambapo sisi tunaanza safari yetu kuelekea kwa Mungu. Na wakati huo ambapo tunaanza safari yetu, lazima tuende na hizi vinara vitatu: kwa sala, mafungo na pia kwa kutoa almsgiving, kwa kukumbuka ndugu zetu ambao wao hawana chochote. Angalia kwa mfano pale sehemu za kaskazini, northeastern, watu wa Kristo na watu wetu hawana chakula, hawana maji, lakini Mwenyezi Mungu ametubariki. Hivyo wakati huu pia lazima tuwakumbuke.